Bwana Yesu apewe sifa. This is Prophet Romney from Salvation of God Ministry. Leo ninazungumzia siri ya kuzingatia katika kutembea na Yesu Kristo, katika kutembea katika wokovu wako, katika kuilinda imani yako ili uweze kusimama mpaka mwisho. So tunaongelea swala la focus. Focus kwa Kiswahili ni kuzingatia. Nitatumia lugha ya Kiingereza kulimention hivyo focus kwa sababu inakuwa ina maana tofauti na ukitamka kwa Kiswahili. Tunaishi kwenye dunia ambayo imeumbwa na Mungu wala hatukuiumba wenyewe. Tunaishi kwenye dunia ambayo tuna mifumo tumeshaundiwa na Mungu, hatukuiumba sisi wenyewe. Hivyo sikiliza kwa makini na utaondoka umejifunza, umejawa na maarifa na hekima ya kutembea na Yesu Kristo kwa viwango vingine ambavyo hujawahi kutembea navyo kabla. Tutasoma somo katika Waebrania, kitabu cha Waebrania 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili pekee. Neno linasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa pili unasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe, mpendwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Ukisoma hii mistari miwili kuna mambo ambayo unaweza ukayanote. Kwenye mstari wa kwanza, kama umesikiliza vizuri, basi utagundua kwamba kuna mambo kadhaa ambayo yamekuwa yametajwa hapa, yameorodheshwa kwenye haya maandiko, ambalo swala la kwanza ni dhambi na swala la pili ni weight ama mzigo mzito. Wameandika mzigo mzito, so ni weight. Maana ya dhambi ni nini? Dhambi kwa Kiingereza maana yake tuseme ni obvious offense, ni kosa ama ni maovu, ni chukizo lolote kwa Mungu. Alafu swala la pili ni mzigo mzito. Mzigo ni nini au mizigo maana yake nini? Maana yake ni kitu chochote ambacho kinashindana na upendo wako kwa Mungu, kinashindana na attention ambayo umeweka kwa Mungu. Hii inaweza ikawa ni addiction ya kutazama movie, inaweza ikawa ni addiction ya simu yako na vitu vingine kadhaa. As you move in life, there are only two things that you must discard. Yani unavoishi maishani mwako hapa, kuna vitu viwili vya muhimu sana vya kuviacha, yani vya kutengana navyo kabisa. Swala la kwanza ni dhambi na swala la pili ni mzigo. Ukiwa na addiction kwenye simu yako kuliko ulivyo na addiction katika kumtumikia Mungu ama katika kutafakari mambo yaliyo mbinguni, mambo ya Mungu, it means kwamba wewe nini? Una mzigo. Huo ni mzigo. Kama wewe umefocus zaidi na movie, una muda wa kuangalia movie, kwenda kufuatilia movie imetoka mpya lini na nini, na wiki inaweza kakatika, hauja focus na Biblia ukasoma hata kwa lisali moja au masaa mawili. Huo ni mzigo umeubeba, ni mzigo wa movie umeubeba kwenye maisha yako. Na hakuna mzigo ambao haukucheleweshi. Mzigo wote unaobeba ambao hauhitajiki kwenye safari yako, it means kwamba unakuweka mbali na Mungu. Kwa hiyo mzigo ni the same as sin. Mbele ya macho ya Mungu, mzigo hauna tofauti na nini? Hauna tofauti na dhambi. Hii mizigo unayoweka, kama umesema wewe ni addiction yako kwenda klabu na nini, inawezekana hamna andiko linalosema kwamba kwenda klabu ni dhambi, kama kupenda kuangalia movie ni dhambi au nini. Lakini so long as hicho kitu kimechukua attention yako kubwa na haujaichukua attention kama hiyo kwa Mungu, yani attention yako kwa Mungu na attention yako kwa movie, attention yako kwa movie inatumia muda mrefu, inatumia effort kubwa kuliko ya Mungu, it means huo ni mzigo na hiyo ni dhambi pia kama dhambi zingine. Lakini kabla tujaje kwenye masuala ya dhambi ama mzigo, nitarudia tena ile andiko la kwanza ili tupate kuelewana vizuri. Inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Nitasoma kwa Kiingereza. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Mashahidi ni kina nani? Anasema tunazungukwa. Kwa Kiswahili wamesema tu basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa. Yani kama vile anajua tayari tunazungukwa. Lakini kwa Kiingereza imeandikwa wherefore seeing, anasema kwamba tukiona, kwa kuwa tunaona jinsi gani tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii.
Mashahidi ni wale waliotangulia katika imani, au ambao walikufa kwa ajili ya habari ya wokovu wetu, tukianzia kwa Yesu Kristo, tukifuata kwa manabii waliofuata na mitume, kina Petro, kina Paulo waliuawa kwa vifo vya ajabu na aibu. Walipitia mateso mengi sana ili mradi sisi tupone. Hawa ndio tunaita nini? Mashahidi. Hawa ndio leo tuandikia maandiko. Unasoma Mathayo, unasoma Luka, unasoma Marko, unasoma Yohana, unasoma kuhusu hivi vitabu vya Paulo, wa Korinto, wa Efeso, wa Galatia na wengine wengi sana. Hayo yote, hawa wote tunawaita mashahidi kwa sababu wamekufa kwa sababu ya kile walichokuwa nakihubiri. Kufa kwao ndio kumefanya tupata maandiko. Tusingekuwa na kitabu cha wa Korinto, wa Efeso, wa nini kama Paulo hajafa. Tusingekuwa na kitabu chochote kinachohusiana na mambo ya Yesu, au document yote ambayo inaelezea mambo ya Yesu vizuri, kama hawa watu ambao walikuwa wanashuhudia direct, mashahidi hawa, wasingekubali kufa kwa ajili ya Injili. Ndio maana wengine walikamatwa na kutupwa gerezani. Yohana alikuwa katika kisiwa cha Patmos. Kuna Paulo alifungwa huko Rome, akateswa sana, akaning'inizwa. Kina Petro hawa ni watu walionyongwa, wengine walichinjwa, wengine walichomwa wakiwa hai. Wamepitia mateso makubwa sana ili Injili kufikia mikononi mwako. Hasa hapa Paulo anapoandika katika Waebrania, anapoandikia Waebrania, anawaambia tunaona tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, kwamba hata wao wenyewe wanasema kwamba kuna watu washatangulia wamekufa kwa ajili ya hii imani, ili bado tupokee Injili, tupokee neno la uzima. Kina Isaya anawaambia hawa ni mashahidi, wanatutizama kutoka juu huko. They can see what we are doing. Tukitizama kwamba tunatizamwa na mashahidi, kina Petro, kina Paulo, kina nani, hawa mitume wa Yesu wanatutizama kutoka juu. Basi tunatakiwa tuchukue wajibu fulani. Hatuwezi tukaishi kana kwamba hakuna ambaye yuko interested. Hakuna ambaye yuko interested na maisha yetu jinsi tunavyoishi. Kumbuka wao mpaka sasa, mpaka leo hii wanatizama yanayoendelea ili waone wapokee thawabu yao. Sasa kama wakiwa mawinguni kule wanaangalia, walikufa kwa ajili ya maisha ya mtu anaitwa John, mtu anaitwa Jonathan, mtu anaitwa Juma, mtu anaitwa Davis, mtu anaitwa Michael, mtu anaitwa Esther, mtu anaitwa Gift, mtu anaitwa Rose. Wanamwangalia Rose maisha yake anaoishi. Wengine wanasikitika kwamba mbona Rose, si tulikufa, tulipigwa kwa ajili ya hii Injili, lakini yeye mambo ya Mungu ameweka kando, amefocus zaidi na movie, amefocus zaidi na simu. Maandiko tulioandikia wanaona ni nothing. They are focused on their own stuff. Wamefocus na muziki yao ya Bongo Flava, muziki yao ya taarabu, muziki yao ya kidunia, na hawatizami kwamba tumetoa kafara kubwa kiasi gani ili mradi wao waipokee Injili. Hakuna kitu ambacho kinapumbaza maisha ya watu wengi kama kudhani kwamba Injili imewafikia kwa sababu tuoni Yesu alikufa kwa ajili yao. Yesu ndio alikufa kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Lakini huo msamaha wa dhambi usingeujua wala kusikia kama Yesu asingewatumia watu kama kina Paulo, kama asingewatumia watu kama kina Petro, kama asingewatumia wale wanafunzi wake ambao kina Stefano walipigwa mawe, kina Filipo waliuawa. Haikuwa rahisi wewe kupokea hii habari. Unavoishi, unavaa ovyo, unaongea ovyo, ukionywa unasema kuna neema ya Yesu Kristo, kuna neema ya Yesu Kristo. Kwani hawa wakupokea neema kina Paulo na kina Petro? Ila walikufa kwa sababu ya hii Injili, mradi maandiko haya yakufikie wewe. And all you can do, malipo wewe unaweza ukawapa wao ni kufanyaje? Kuheshimu namna unavyoheshimu nayo ni kudharau maandiko, kudharau maisha yako na Kristo, kudharau neema kwamba unaitumia tu vivyo unavyojisikia. Unaamua kuishi kwenye dhambi eti kwa sababu kuna neema. You must change. Ndio maana maandiko hapa yanasema kwamba kwa sababu tunazungukwa na hawa mashahidi, basi tunafaa tuweke kando kila mzigo mzito. Ambao nimewambia mizigo ni kama hizi attention au addictions za vitu fulani ambavyo tunavifocus navyo kuliko kufocus kwa Mungu, na havina faida kubwa yoyote zaidi ya entertainment ambayo inakupoteza, inakufanya usiwe na focus katika mambo ya msingi ya Mungu. Hata ukitoka kusali sasa hivi ukaingia kutizama movie, tukaangalia movie ya kwanza mpaka inaisha, nikikuuliza ulichokiomba kabla unaweza ukasahau kabisa na usijue. Nikuuliza ulichojifunza Jumapili kanisani, kuna wengi hawajui topic waliojifunza Jumapili kanisani. Sio kwa sababu hawana mind za kukumbuka, ni kwa sababu wanazongwa na mambo mengi, wanazongwa na mizigo, wanaambatana na mizigo, kupiga stori za umbea visivyo na msingi, kukaa vijiweni, kukaa kufanya ushabiki mpira, unahisi kwamba ni just entertainment, kitu cha kufurahisha. Kwani Paulo uliona wapi imeandikwa kwenye Biblia Paulo anaenda kuonekana na mambo ya starehe? Focus on Jesus. Focus kutazama neno la Mungu. Itakusaidia usione kama maisha yako yako boring. Yako boring kwa sababu kuna mapepo ndani yako. Yanabidi yakiondoka utakuwa unafurahia neno la Mungu kuliko kitu kingine chochote. Na mimi ni mmoja wa mashahidi katika hili jambo. Nina ushuhuda kwenye ile eneo.
Mimi siko na addiction yote, sio movie, sio mpira na sio nini. Na sio kwamba najinadi, ninakuelezea kwamba inawezekana. Sasa hivi kiukweli ukiniwekea mpira na ukaniwekea ibada, sio mtumishi gani mkubwa anahubiri, mimi nitafurahia ile ibada kuliko ninavyofurahia mpira. Ukiniwekea movie siwezi hata kuitazama mpaka mwisho. Nitatamani uniambie, kuna mtumishi mmoja alikuwa anaongelea jambo fulani, jambo 1 2 3, naangalia sermons, najifunza, naendelea kujiboresha zaidi katika mambo ya Mungu. Ukiangalia umezongwa na uzinifu, umezongwa na uongo, unapiga stori za uongo, unadanganya sana, utapeli, maisha ya ajabu sana ya dhambi na anasa, lakini bado una muda wa kujientertain na kuangalia movies. Una muda wa kujientertain na kusikiliza muziki isiyo na maadili, isiyo na namna, isiyo na faida yoyote kwenye maisha yako. Maandiko hapa yanasema tufanye haraka sana, yani upesi, faster. Anasema kwamba tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Kuna those dhambi zinazokuzonga. Unakuta wewe ni mtu uliyempokea Kristo na unampenda Yesu, lakini uzinifu unakukosti. Ukimwona binti anapita au kuna wakaka ukiona tayari tu unachanganyikiwa, unaanza kusingizia hawa ni kawaida, mtu ataishije sasa bila kushiriki ngono na kitu kama hivyo. Hiyo ni dhambi ambayo unaikumbatia. Hiyo dhambi inakuzonga. Sasa baadaye kukuzonga na wewe pia unaizongamana nayo. Ile umeamua kwamba kukumbatiana na hiyo dhambi. Maandiko hapa Paulo anasema anajua kabisa kuna dhambi inayokuzonga, ila anasema kwamba tutue mzigo kwanza, yani tuondoe kila mzigo, afu cha pili tuondoe dhambi. Dhambi yoyote ambayo ulikuwa unaitenda ni nini, hakikisha unaiacha kwa upesi. Kwa upesi maana yake unaiacha leo, sio kesho. Kesho unaweza kubadilisha mawazo. Leo tena fanya maamuzi sasa hivi. Kama ni mtu, sio ni boyfriend girlfriend na mnafanya vitu vya ajabu, piga simu right now. Immediately baada hii ibada, mpigie simu mwambie isee, kuanzia sasa mimi nimeamua kumfuata nani? Kumfuata Yesu. Sitoishi tena katika dhambi. Mambo ya uzinifu kaa nayo mwenyewe. Mimi nimemchagua kumfuata Yesu. Wewe kama unafuata mambo ya dunia hii, endelea. Weka wazi. Tatizo unaogopa kwa sababu unahisi kwamba kesho utamiss. Kesho kimisi ile dhambi, soma maandiko anasema nini. Na ukikuangalia kama umeshafanya hatua kama hiyo, kesho utakumbuka nikiongea hapa nitajiaibisha. Kwa hiyo utaendelea kujikaza, itakusaidia kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Lakini ukiendelea kubaki katika uoga wa kutengana na dhambi, uoga wa kuitua dhambi yako, usipoachana na huo uoga, kuiona mbingu utapasikia, unyakuo utausikia lakini hautoingia. Na sikwambii hivi kuhukumu, bali nakuelezea. Maana hapa anasema hivi, na tupige mbio baada ya kufanya hayo, kutoa hiyo mizigo, tupige mbio kwa saburi, yani kwa subira katika yale mashindano yaliyoko mbele yetu. Kuna mashindano ya imani. Mashindano ni kama riadha, ni kama mbio, kama marathon au nini. Huwezi ukakimbia mbali mrefu na umebeba mizigo mizito. Lazima kwanza utoe ile mizigo na uvae mavazi mepesi na uvae viatu vinavyokufaa, ili mradi uweze kukimbia kwa upesi zaidi, ili uweze kukimbia kwa urahisi zaidi. Safari ya imani ni kama mashindano kukimbia. Ni lazima utoe mizigo, lazima dhambi uiachane nayo. Usipoachana na dhambi leo, hiyo dhambi itakuzonga, hautoingia kwenye wokovu. Usipoachana na hizo addictions za kutizama movies, za kuhangaika na michezo isiyo na msingi, za kuhangaika na matamthilia muda wote, za kuhangaika na muziki muda wote, hiyo mizigo itakuzonga, hautoweza kumfuata Yesu vizuri. Hautoweza. Kama tu huwezi kujizuia kutazama movies, kuna sherehe ambayo utahudhuria, kila sherehe utakayokuwa unaliko lazima utakanyaga. Utaacha kwenda kanisani kwa sababu eti kuna sherehe, kuna mjomba, kuna nani, kuna sherehe nyingi zitakuweka mbali na Mungu. Afu anasema baada ya kuacha haya yote na tukizingatia kwamba kuna mashindano yamewekwa mbele yetu, anasema hivi, maandiko anasema hapa, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa jambo la pili ambalo tunatakiwa tulifuate, ukishaachana na mambo ya dhambi na mizigo yako yote, ni kumtizama Yesu, kufocus, kuconcentrate, kumtizama. Na kama unajua kuhusu Mungu ama unasoma maandiko, Yeremia 1 mstari wa 11 na pia mstari wa 13, Yeremia 24 mstari wa 3, Amosi 7:8, Amosi 8:2, Zekaria 4:2 na Zekaria pia 5:2, pamoja na Ufunuo 1:11. Yote unaona hawa manabii wa Mungu akiambiwa what seest thou? Unaona nini? Je, unaona nini Yeremia? Yeremia unaona nini mbele yako? Amos unaona nini mbele yako? Zakaria unaona nini mbele yako? Kila unachokiona kinamata sana. Whatsoever that you see kinamata sana. Ndio maana maandiko katika Mwanzo 1:1 yanasemaje? Kwamba in the beginning God created heaven and earth. God created. Kucreate maana yake kubuni. Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Unaumbaje? Lazima image, kuna taswira. Uwezi ukaumba tu kwa mikono kama kitu hakina, una picha kile unataka kukiunda. It doesn't make sense. So kila kitu kinaanza katika ufahamu wako, katika taswira unayoiona, katika picha unayoiona. No wonder huko Paulo anasema kwamba tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Ukiwa
Ukiwa unahisi, angalia tu kwenye maisha ya kawaida kwamba mtu labda ni mwizi, mtoto labda anaiba sukari. Haiwezi kuiba sukari wakati wewe unamtizama huko jikoni hapo uko bize. Anaiba sukari wakati wewe anaangalia kushoto kulia, akiangalia mbele na nyuma, anachungulia mlangoni, hamuoni mama, hamuoni dada, hamuoni nani. Ndipo muda anaiba sukari, kwa sababu ameshajua kwamba sasa hivi hakuna hatari yoyote, kwa sababu hakuna anayenitazama. Kila anachokiona ni usalama. Mtu anaiba. Vibaka, kwa nini wengi wanaiba usiku? Au kama ukibiwa ni mchana, ni kwenye vichochoro, sehemu ambazo hamna mtu anayeona, kwa sababu akitizama hakuna anayemtizama, hakuna anayemwona. Lakini mwizi kukuibia sehemu watu wanamtizama, hapo nani wamefocus na hapo uliposimama, ni ngumu, kwa sababu hapo ataonekana, atagundulika. So wewe kutenda kwako dhambi, unatenda dhambi kwa sababu unahisi hakuna anayekuona, lakini kichwani mwako ukiformulate picture kwamba Paulo alikufa kwa ajili ya Injili, ananitizama kutoka juu, anasikitika matendo yangu yalivyo mabaya na machafu. Yesu Kristo anavyotizama, imagine niko chumbani ninataka kufanya kitendo cha uzinifu, lakini Yesu anatizama, inatia aibu. Unaona, hapana, mimi dhambi acha niachane nayo tu. Inakufanya unapuuzia dhambi na kufanya kilicho sahihi, kwa sababu sio kwa sababu utamani kutenda dhambi, unatamani, lakini umefanyaje? Umeepuka ile dhambi kwa kuwa kichwani mwako umeweka picha, Mungu ananiona, kina Paulo kina nani wananitizama, kwa sababu thawabu yao inatokana na wewe jinsi ulivyopokea ujumbe wao. Ukifanya yaliyo mema, wanafurahi kabisa, kwamba wanafurahi watakatifu kwa mbinguni kwamba at least mtu mmoja ameamua kuokoka. Ndio maana amesema kwamba mtu mmoja akiokoka ni furaha kubwa, ni shangwe kubwa mbinguni kwa malaika na hata watakatifu walioko mbinguni. Lakini tunawasikitisha mno, tunamhuzunisha sana Roho Mtakatifu pale ambapo tunaamua kuikumbatia dhambi. Tunamhuzunisha Roho Mtakatifu pale ambapo tumeamua kukumbatia maisha ya giza, kukumbatia addictions hizo na msingi, ushabiki sio wa timu, sio ushabiki wa movies, ushabiki wa muziki. La prohandre la suvra linakuambia kwa jina la Yesu ufanye mabadiliko moyoni mwako. Focus ni kitu muhimu sana. Bila kufocus kile ulichokianza siku ile uliposema mimi nimempokea Yesu na nampenda Yesu, mimi nimeokoka na nampenda Yesu, ile kile ulichokianzisha siku ile ulivyokuwa unajisikia hapa mimi sitendi dhambi tena, kitapotea tu, kwa sababu huja focus. Ndio maana niliwaambia kumpokea Yesu, yani kuokoka ni jambo moja na kumfuata Yesu ni jambo lingine. Kumfuata kunahitaji kufocus. Unamfuataje usiyemuona? Lazima uangalie kuna kitu kinachotakiwa kuongoze, umtizame huyu Yesu. Umuone mbele yako siku zote. Unamwonaje mbele yako? Wakati una chati mambo ya ajabu, tizama kama Yesu anakuangalia kwenye simu yako na chati na nani. Ule muda ule unapojibizana na watu, unagombana na watu, chukulia kwamba Mungu anasikiliza mazungumzo yangu. Anaona mimi ninavyotukana, mimi ninavyopayuka. Na uone aibu, itafanya uone aibu na kuacha hayo maovu. Lakini ukiwa unachukulia kwamba Mungu yuko mbinguni, Mungu yuko mbali, Mungu yuko moyoni mwako tangu ulivyompokea Yesu. Anasikiliza kwa makini kila neno unalotamka. Anatizama kila hatua unayopiga. Make Jesus the center of your focus. Mfanye Yesu kuwa kitovu cha maono yako, kitovu cha kile unachokiangalia, focus ya mambo yako yote, kazi unayoifanya. Angalia hii kazi niliyoipata, nawezaje kumtumikia Mungu nikiwa kwenye hii kazi? Nitafanya nini kwa ajili ya Mungu nikiwa kwenye hii kazi? It helps you. Na sio tu hapo, Mungu ananionaje nikiwa naenda kujiuza? Mungu atanichukuliaje? Ananiona vipi nikiwa nafanya hivi? Kwa mfano nafanya masturbation hivi, Mungu ananionaje akinitazama kijana wake anakaa anajichua? Itakusaidia kuepukana na mzigo wa dhambi, itakusaidia kuepukana na njia zisizofaa, itakusaidia kuepukana na kila aina ya giza. Kile unachokiona kina umuhimu kuliko chochote. Ndio maana Paulo anasema mtakeni Mungu na nguvu zake zote, lakini zaidi ya vipawa vyote vile vya Roho Mtakatifu anasemaje? Muweze kuprofesai. Kuprofesai kwa nini? Kwa sababu a prophet or somebody ambaye anatabiri ni yule mtu ambaye ana maono. Yani katika yote vipawa vyote, kipawa kikuu ni kuona. Hakikisha unachokiona kina make sense, unachokiona kinaongoza maisha yako. Wewe unaangalia movie watu wanauana, je, utasema eti leo nachukua mafunzo mazuri kutoka kwenye movie? Kwa nini utafute mafunzo ya mafumbo? Kwa nini usitizame neno la Mungu ambalo liko pure? Ila unaamua kufocus kwenye movie, kitu ambacho kinachukua masaa na unakuwa addictive. Movie gani mpya imetoka? Mbona haijatoka movie mpya? Moja toka nini? Unaishi maisha ya kipuuzi, maisha ya kama mtu ambaye hana ufahamu kuhusu Mungu, maisha yasiyo na hofu ya Mungu kabisa, maisha ya kuchukulia kila kitu ni kawaida, kwamba kuzaliwa ni siku moja, kufa ni siku moja, kwa you don't care about your life. Chunguza mtu akiwa ofisini na akawa amekasirishwa ghafla,
labda bosi wake amemkera, utaona anapayuka, anaweza kujibizana na yule bosi wake. Lakini akiambiwa ndugu yangu na familia, kumbuka mkeo hivi, hapo mfano apokee message ya mkewe, anaambiwa kwamba mtoto anaumwa, gharama za hospitali ni hivi na hivi na hivi. Yule mtu ghafla anagundua kwamba alikuwa anafanya jambo la kipuuzi. Anagundua kwamba hasira yake itamponza, ni bora hata angenyamaza kimya, angenyenyekea. Wengi kwa sababu ya hasira zao wamepoteza nafasi kubwa sana, kwa sababu wakati ule wa hasira alifocus na kosa la yule bosi. Alifocus kwamba bosi kwa nini amenitukana, bosi kwa nini amenijibu hivi, analetea dharau. Umechagua kuona maovu ya mwingine badala ya kuangalia madhaifu yako wewe. Vipi kama umeshafanya maamuzi ya kugombana naye, amekufukuza kazi, watoto wako unawalisha nini? Familia yako utailisha nini? Unafanya mpaka mke wako anaingia kwenye vishawishi vya kwenda kutoka na wanaume wengine huko. Unafanya watoto wako wanaingia vishawishi mavioni, shuleni wanaenda kufanya biashara za ajabu. Ila yote ni kwa sababu ya maamuzi ya mtu mpumbavu. Yaani maamuzi ya kutokufikiria mbele, maamuzi ya sio kuwa na maono. Unachokiona mimi siwezi purani hivi, siwezi, unajibu kwa ujeuri. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unahisi Mungu akusikilizi, Mungu akutizami saa hiyo. Unahisi Mungu labda umemwacha kibanda cha mkaa. Mungu unahisi umemwacha labda Manzese, umemwacha mbali. Unahisi Mungu uko mbali. Unahisi watakatifu hawakuoni, kina Petro, kina Yohana, kina Mathayo, kina Marko. They see you all the time. Maana alipo Yesu ndipo wao walipo. Yesu anakuona wakati wote. Wakati unapanga kumchafua mtu jina lake, unapanga kumwibia mwenzako, unapanga kumnyanyasa mwenzako, unapanga kudhulumu ardhi, unaenda kuhamisha mipaka kwa siri wakati wao hawakuoni, Mungu anakuona. Na kama umemdhulumu mtu wote mpaka wote wa ardhi, na unanisikia mimi hapa sasa hivi, hakikisha hizo hatua ulizoziba unazirudisha. Hakuna msamaha wote isipokuwa umerudisha hivyo vitu ulivyoviiba. Kama umeiba mwaka huu hapa chochote kile, hakikisha unakirudisha. Kama umeiba ardhi ya mtu, umemdhulumu kwa namna yoyote, haijalishi ni mwaka gani, ninakuamuru kwa jina la Yesu, rudisha hivyo vitu ulivyoviiba na kuwatapeli hao watu. Kwa sababu Mungu alikuona, naye Mungu ametoa hukumu kwamba uvirudishe kama unataka msamaha. Or else trouble haitoondoka kwenye malango yako. Yaani matatizo hayataondoka kwenye maisha yako. Kile unachokiona, mtu anaona tu ni sawa tu. Hata nikifanya hivi, akija hapa nitamdanganya na nini, hata akikasirika potelea pote, hata puuzia tu, maisha yataendelea. Hayo ni mawazo ya Ibilisi, ni mawazo yaliyotoka kuzimu, hayajatoka mbinguni. Na ukumbuke mtu yote aliyeokoka, kuna vita inaendelea katika ulimwengu wa roho. Hapo hii vita ni kwamba kuna malango ya kuzimu yanainuka kinyume nao. Watumishi wa Mungu wamesimama kama malango ya mbinguni. Mimi ni mmoja wao. I'm called prophet Romley. Mimi ni mmoja wa manabii, so pia nasimama kama lango la mbinguni. Lakini kuna watu wanasimama kama lango la kuzimu kwenye maisha yako. You have to be careful na kile unachokijenga kwenye ufahamu wako, mawazo unayoyawaza, kwa sababu kile unachokiona ndicho kitakachoamua unaamua vipi. Hakikisha unafanya judgment sahihi. Sivyo kama unafahamu mahakamani, hata kama hauna hatia, kama jaji akiona ushahidi unajitosheleza, ameona ushahidi wa anayekushtaki, ushahidi wa pati ya pili, yani inamaanisha kwamba pande ya pili unajitosheleza zaidi, na akakuona wewe kama mhalifu, kuna namna akiona tu kwamba wewe huyu anawezekana amefanya kweli na nini, ana uwezo kukufunga na huna hatia, kwa sababu maono yanachangia maamuzi mtu anayofanya. Kuna watu wengi jela ambao wana makosa kwa sababu tu jaji alionyeshwa messages kumbe zimetengenezwa, kwa sababu tu baba jaji alionyeshwa video kumbe imeeditiwa, ni fake, umefungwa na mtu ameenda gerezani maisha. Na sasa hivi ni zama za kuwa makini sana, kwa sababu media hizi karibu zote zinaongozwa na watu wasiomcha Mungu. Angalia, kuna station nyingi sana za TV hapa Tanzania. Sitaki kusaja Tanzania sije zikatuweka kwenye matatizo yasio na msingi. Mfano Kenya hapo kuna Citizen TV, mfano kwenye nchi nyingine huko kuna CNN, kuna Al Jazeera. Watu wakitizama wanahisi kila kitu wanachoonyeshwa ni kweli. Kila kitu wanaamini, wazee wetu wanaamini kila kitu. Mtu akijitangaza kwenye TV wanaamini huyo ndo kweli. Yani huyu kama amesema tukiwekeza hapa, tukifuga siku huko, tufanya nini, ukitiana unapata faida mara 6 mara 7. Wazee wetu wanaamini, wanaweka hela zao kule, kumbe wanadhulumiwa kwa sababu tu walionyeshwa, walithibitishiwa kwamba huyu mtu katangazwa kwenye chombo cha habari kikubwa, kwa station ya taifa, kwenye station gani. Mtu anaamini kwa sababu ya kile alichokiona. Nishafanyaga shughuli fulani hivi, tulikuwa tunafanyaga kama udalali hivyo magari kipindi fulani. Nilikuwa nimekondeana sana na kuna mwenzangu tunafanya naye biashara, tulikuwa tumekondeana sana. Ilikuwa mteja anaweza akaja anataka kununua gari kabisa. Gari halina changamoto yoyote, nilizima na nini na kila kitu. Anaanza kulikagua mpaka ufunguni kule, anakagua kila sehemu, anakagua mara mbili aridhiki.
Kwa sababu anatuangalia, anaona hawa wamekaa kama matapeli, alafu ndio nifanya biashara. Niwapatie milioni 20, niwapatie milioni 30, yani ninunue gari milioni 30. Mikononi mwao hapo wanaonekana kabisa hata mchana wajala, asubuhi wajala, hawana hawajui watakula nini hata kesho. Wakawa wanunui. Mtu gari lina changamoto lakini hanunui. Mpaka tukupata idea tukakumbuka kwamba inawezekana kwamba ni kwa sababu ya mionekano yetu. Tunakaa wachafu, tunaonekana tumekonda, tunatumaini lote, hatuna utukufu usoni, tufanye nini? Tukawaza tukasema kuna rafiki yetu mmoja ana muonekano wa kibosi naye anafanya biashara hizo. Tukawa tunamwambia tukipata mteja anamwambia bwana wewe nenda kasimamie biashara. Akienda hivi hata wahangaiki kukagua sana, wanafungua tu bonnet wanaangalia kidogo, wanatest kidogo, account number iko wapi? Wanaamini, wengine wanaamini hata wako mikoani huko wanatuma tu hela without coming and see, hata kukagua kwa sababu ya jinsi walivyomuona na jinsi walivyomsikia. Kile unachokiona kinachangia sana maamuzi unaoyafanya. Acha kuangalia mambo yasiyo kusaidia chochote. Acha kuangalia vipindi, huyu hapa ni msanii mkubwa, ni mtu maarufu sio nini. Acha kufuatilia vitu visivyo na msingi kwenye maisha yako. Yaani hakikisha una focus na vitu vya muhimu tu, vitu vinavyokufanya uende mbinguni. Ndio maana Yesu anasema, alivyosema alikuwa anamaanisha kwamba zingatieni, yani focus on the things above. Usishe zaidi, yani usitafakari sana yaliyo duniani, waza ya mbinguni, waza ya Mungu. Usitafakari sana ya duniani. Hakumaanisha kwamba baba usipambane kwenye maisha yako namna ya kuendelea mbele. Hamna, lakini alikuwa anamaanisha, alikuwa anajua kabisa kutakuja kuwa na mambo kama movies, kutakuwa na series, kutakuwa na hizi soaps, tamthilia hizi. Kila siku zinaongezeka. Watangazaji wa hivyo vipindi vya hizi station za TV na radio, wengi wanaishi maisha ya ovyo. Unaona wanatoka kwenye ndoa hii wanaingia kwenye ndoa nyingine, ndoa hii ndio nyingine, watoka kwa mwanaume huyu kwa mwanaume mwingine, mwanamke huyu na mwanamke mwingine, watu wanazaa ovyo bila mpangilio. Na hao ndo mastaa, hao ndo watu wanaofahamika katika dunia. Na wewe hao ndo unawasikiliza. Hizo ndo kind of information ambayo unasikiliza vizuri. Msanii fulani kafanya hivi, kanunua siri nini. Lini utasikiliza habari za mbinguni? Lini utasikiliza mahubiri? Na cha ajabu ni kwamba watu wale ambao wanatoa focus yenu kwa Kristo, wanapeleka kwenye mambo ya mataifa, ndio wanakuambia mchungaji fulani akamatwa akifanya 1 2 3, mchungaji fulani amekutwa akifanya 1 2 3. Unafurahia, unaona nilisema tu, wanajifanya Mungu wao wanapotea. Kwa hiyo unafurahi zaidi kwamba unahisi kwamba kila mtu, kwa sababu media imetangaza kwamba huyu mtu amefanya kosa labda ubakaji, hata hajahukumiwa tayari unaamini kwamba eti imebaki, kwa sababu ndani yako wewe tayari ndio kilichopo. Yani wewe ni muovu. Kwa hiyo unachoona unahisi kila mtu ni muovu. Kwa hiyo unajisikia vizuri ukiona kwamba hauko peke yako. Nakumbuka hata tukiwa tunasoma ni kwamba mtu ukiwa umeandikwa peke yako tu unatakiwa uadhibiwe peke yako, unaogopa sana. Kwa hiyo ukisikia wanahitaji watu majina 12 majina 20, hauogopi, unajisikia raha. Watu wote ambao wanaishi katika dhambi au wanaishi katika uovu wanafurahi pale wanapoona kwamba tuko sawa sawa, yani wote kumbe tuko kurasa moja. Wanafurahi. Mtu fulani ulihisi kwamba alikuwa ni mwema, alikuwa sio mzinifu, sasa umesikia kwamba ni mzinifu, unafurahi. Azifu kama mtu atakusaidia kwenye wakati unaungua huko jehanamu. Wewe mtu hata kusaidia popote. Tengeneza maisha yako na Mungu, tengeneza mtembe wako na Mungu, tengeneza future yako na Mungu. Acha mambo yasiyo na msingi. Tua kila mizigo mizito inayokuzonga. Achana na dhambi yoyote ambayo bado inakuzonga. This is the warning from God. You have to decide now, ili maisha yako apate kusudi, maisha yako apate kuendelea mbele. Ikiwa unavutiwa na mafanikio ya waovu na watendao mabaya, for sure utakuja kufanya mambo wanayoyafanya wao. Utafanana nao. Nimeshakaa na watu wengi ambao wako tayari kufanya kitu chochote. Wanasema bwana, kwenye mafanikio huwezi kufanikiwa hivi, lazima utafika stage uwe mtu. Itafika stage sio utafanya kitu gani, lazima ufanye mabaya ndio ufanikiwe, hela ziendi kwa mtu ambaye sio nini. Hayo ni maisha yao. Kama hao ndo role model wako, lazima utafanya kama wanaofanya wao. Ukiwa unamsikiliza mwanamke ambaye amefanikiwa kwa sababu ya kuongwa, ukiwa unamsikiliza mwanaume aliyefanikiwa kwa sababu ya mashuga mami, amekuwa na fedha kwa sababu ya sugar mami, kitakachofuata ni kwamba biashara utakayoiwaza kichwani ni kutafuta sugar mami ama kutafuta sugar daddy, kwa sababu ndicho ulichokiamua kutizama. Lakini ukitizama mafanikio ya wale watendao katika njia ya nuru, wanaotembea katika njia ya haki, maandiko yanasema wazi katika kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Yani Zaburi 1 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kwa iko wazi, you should focus on things of God na sio njia ya wakosaji. Fuata njia za kimungu na sio njia za wakosaji.
Maisha sio mbio fupi bali ni mbio ndefu. It's like marathon. Ingekuwa umeokoka leo na Yesu anakuja leo, ingewezekana ikawa ni rahisi kwako kuokoka. Lakini maisha ya wokovu ni mbio za umbali mrefu. Bila kuwa makini ama kufocus, unaweza ukakosa uzima wa milele. Maana Yesu yu aja kama mwizi. Hautodokezwa kujiandaa. Hivyo maandalizi ni kila leo, ni kila saa mpaka siku ile utakapokuwa sahihi. Ukiishi kama kila siku ndio siku yako ya mwisho, hakika one day you'll be correct. Yani siku moja utakuwa sahihi na utafurahia. Nasikia sauti ya Mungu kwamba wakati wa kubadilika ni huu sasa. Wakati wa kutengeneza njia yako ni leo. Kama unahitaji kuishi katika uzima wa milele, focus to change today. Focus to change today. Change your ways today. Hivyo vitu ambavyo vinakuoccupy muda wako, unakuwa busy na vitu visivyo na msingi, they will all of that is vanity. I'm telling you. Ninakwambia kabisa hayo yote ni bure. Hayo yote ni bure compared na ile pain ambayo unakuja kupitia. Ukianza kutizama tu, ukiendelea kutizama vitu vya ajabu ajabu, unatizama wao wanaotaka mashuga daddy, sui mashuga mami ndio unapata mafanikio kwa namna hiyo. Utaishi kama wao. Ila ukifocus kutafakari neno la Mungu, utafuata njia halali za kupata kipato na kuinuka. Barikiwe sana. Amen.